إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخيار الأبرار فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. بعد kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusema rehema na amani zimimikie kiumbe bora ambaye alikayetembea juu ya ardhi hii na ismu mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Allah as'al الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة المشرقة النيرة طبتم أيها الأخيار وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. لنموم الله سبحانه وتعالى ambaye aliyetuwezesha na kutupa taufiki ya kukusanyika ndani ya masjidi hii biidhnillahi jalla wa ala ndani ya siku hizi ambazo ni siku bora biidhnillahi jalla wa ala ambazo ni siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliyetupa taufiki ya kukusanyika ndani ya masjidi hii atukusanye pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko peponi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, أيها الأخيار تعالوا معي أيها الأحبة الكرام لنتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر من رمضان. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام لنتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم وكيف كان يجتهد ويجد في 10 الأواخر من رمضان بإذن الله جل وعلا. Njooni ndugu zangu wa Kiislamu ndani ya siku hizi ambazo ni siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku bora miongoni mwa masiku za Ramadhani. Njooni tumtizame alayhi salatu wassalam. Njooni tumtizame ambaye alayhi salatu wassalam namna gani alikuwa akijishika ndani ya siku hizi, namna gani alikuwa akiishi ndani ya siku hizi, mambo gani alikuwa akiyafanya alayhi salatu wassalam ndani ya siku hizi ambazo ni siku 10 bora ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kaifa kana alayhi salatu wassalam, namna gani alikuwa akivivwa na akiishi siku hizi biidhnillahi jalla wa ala, ili tuweze kuiga alayhi salatu wassalam, ili tuweze kuiga mwendo wake namna gani alizitumia siku hizi na masiku yake katika kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye tunamuiga na tunataraji biidhnillahi jalla wa ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie kwa miongoni mwa wale ambao
watakaoiga mwenendo wake biidhnillahi jalla wa ala. Wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Mwenyezi Mungu anasema na yale ambayo alayhi salatu wassalam alikuleteni nayo basi myachukue na myafate biidhnillahi jalla wa ala, na yale ambayo alikukataza nayo myaache biidhnillahi jalla wa ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sema ya Muhammad, uambie waja wangu ya Muhammad, ikiwa wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tunampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tufuate mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ibadatihi, katika ibada zake, fi taamulihi ma'a rabbih, namna gani alikuwa akijikurubisha mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi ibadatihi fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, namna gani alikuwa akijikurubisha mbele yake Allah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya Ramadhani biidhnillahi jalla wa ala. Joli tumshia Aisha radhiyallahu anha, mama wa waaminifu, ndugu zangu wa Kiislamu, anatusifia hali, anatuonesha hali ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika siku 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mambo gani alikuwa akiyafanya alayhi salatu wassalam? Kana alayhi salatu wassalam, alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr, siku 10 za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani zilikuwa zikija au zikiingia alayhi salatu wassalam, ahya laila, alikuwa akisimama usiku wake, alikuwa anafanya kisimamo alayhi salatu wassalam. Cha kwanza ahya lailahu, bimaana alikuwa anasimama usiku wote alayhi salatu wassalam, kinyume na mausiku mengine. Mausiku mengine alayhi salatu wassalam alikuwa analala, anastarehe, anaamka usiku wa mwisho anafanya qiyamul layl. Lakini katika siku 10 za mwisho za Ramadhan, ahya lailahu, alikuwa anasimama visimamo usiku mzima kwa minajili ya kuweza kuutafuta usiku wa cheo, kwa minajili ya kuweza kuutafuta usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameupa cheo kikubwa biidhnillahi jalla wa ala. Kwa kusema aweze kuupata usiku huyo, ilikuwa inamlazimika asimame usiku mzima kuanzia saa 6 anasimama alayhi salatu wassalam mpaka kabla ya alfajiri, kwa sababu yule ambaye atakayejitahidi atasimama usiku mzima biidhnillahi jalla wa ala, biidhnillah, ndani ya siku hizi 10 utakuwa umeupata usiku wa Lailatul Qadri, kwa sababu utakuwa umepambana katika usiku, katika masiku yote unasimama usiku biidhnillahi jalla wa ala. Wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupa taufiki ya kuweza kudiriki usiku wa Lailatul Qadri, ambao ni usiku unapatikana ndani ya siku 10 za Ramadhani za mwisho. Ndani yake usiku wa 21, usiku wa 20 ngapi, usiku inawezekana yote, lakini mtu ukipambana masiku 10 yote ukapambana na, unaweza ukapambana ukasema tena utafute katika usiku wa 21, lakini uenda katika usiku wa 23 kama umelala ikawa imepita, au ukapambana katika usiku mmoja ukawa haukupatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mjuzi. Lakini alayhi salatu wassalam ahya lailahu, alikuwa akisimama mausiku 10 yote min ajli an nataallama, ili tuweze kusoma ya kwamba jitahidi wewe katika mausiku 10 yote usimame biidhnillahi jalla wa ala, itaenea siku ya laidi umeupata usiku wa Lailatul Qadr. Hii ni siku ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anawasomesha waaminifu namna gani alikuwa akivivre siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili, ndugu zangu wa Kiislamu, ahya lailahu wa ayqadha ahla. Jambo la pili, alayhi salatu wassalam, mama yetu Aisha anatusomesha na kuonesha namna gani alayhi salatu wassalam alikuwa akipambana na siku 10, alikuwa anasimama usiku mzima. Jambo la pili,
alikuwa anawaamsha watu wa nyumbani kwake katika usiku 10 za mwisho za Ramadhani. Alayhi salatu wassalam alikuwa anawaamsha watu wa nyumbani kwake, anawaamsha wake zake, anawaamsha watoto zake waweze kusimama biidhnillah jalla wa ala, waweze kuifanya ibada na hii sunna ambayo au wajibu ambao watu wengi wameusahau. Unamkutana mtu anapambana mwenyewe, lakini mke wake amelala, watoto wamelala, wala hawakumbushi hali ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio ambaye alituamrisha akisema wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa'mur ahlaka bis-salah, waamrishe watu wa nyumbani kwako kusali, waamrishe watu wa nyumbani kwako kusimama na kusimamisha sala, waamrishe watu wa nyumbani kwako kuabudu Allah. Na wala usisahau ndugu zangu wa Kiislamu ukawasahau watoto zako na wake zako, waamrishe kusimamisha sala biidhnillah jalla wa ala. Mwenyezi Mungu anasema wastabir 'alayha, na uwe na wastabir, sio subira ya kawaida. Ibn Qayyim rahimahullah anasema sio subira ya kawaida, akusema wasbir 'alayha, na uwe na wastabir, maana uwe na subira. Uamrishe leo, uamrishe na kesho yake, wanakataa, wanaamka, wanapiga machemu, kesho tena, hivyo wastabir 'alayha. Unakuwa na subira ambayo ni ya ziada, unapambana nao biidhnillah jalla wa ala, ili wasimame wamche Allah, wasimamishe sana ndani ya nyumba yako, kwa sababu wewe ni mas'ul amama Allah jalla wa ala. Utaulizwa kuhusiana na wake zako, utaulizwa kuhusiana na watoto zako, utaulizwa kuhusiana na mali zako, namna gani mwachunga hao, uliwaamrisha wala haukuamrisha. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukiyafanya hayo biidhnillah jalla wa ala, tutakuwa tumetambua ya kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha, sema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waaminifu, ku anfusakum, okoeni nafsi zenu na moto wa jahannama. Ku anfusakum, okoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na watu wa nyumbani kwenu muokoe na moto wa jahannama. Jiokoe mwenyewe na uamrishe watu wa nyumbani kwako, na uwaokoe na wengine ambao unaweza ukaokoa na moto wa jahannama. Usijiwazia kwamba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza vyako peke yako. Hapana, atakuuliza vyako na akuulize na wale ambao unakaa wasimamia biidhnillah jalla wa ala. Enyi ambao mlioamini Allah, okoeni nafsi zenu na nafsi za watu wa nyumbani kwako, wake zako, watoto zako, muokoe na moto wa jahannama, kwa kuamrisha kumtii Allah, kwa kuamrisha kutii sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kuamrisha kujikurubisha mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kama sio wepesi, wala inakuwa tunalisema lakini sio wepesi. Inahitaji kumbe Allah Subhanahu wa Ta'ala akuwafikishe biidhnillah jalla wa ala kuwa mwenye kukumbusha. Wal hidayatu, na uongofu unatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, wewe ya Muhammad hauongozi ambaye unakayemtaka wewe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuongoza yule ambaye anakayemtaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu yajibu alaina an nuballighahum, sisi ni wajibu wetu kuwakumbusha na kupambana nao na kuwaelekeza na wal kamalu lillah, na ukamilifu ni kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi ni ummatu da'wa, sisi ni umma ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu umma wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni umma ambao Mwenyezi Mungu aliuinua akaupa ubora zaidi ya umma nyingine, akasema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ni umma bora. Huyu umma wetu Muhammad ni umma bora ambao Mwenyezi Mungu aliyeumba. Sisi tunapatikana ndani ya umma bora ambao Mwenyezi Mungu aliuchagua na kuufanya kuwa bora. Khairiyatu hadhihi al-umma laysat khairiyatun irqiyatun wala qabariyatun wala
ubora wa huyu umma sio ubora wa makabila, wala sio ubora wa mataifa, wala sio ubora tu Mwenyezi Mungu alipa ubora. Ubora wa huyu umma, ubora wake, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ni kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaujalia umma huyu kuwa umma bora biidhnillahi jalla wa ala. Aikadha ahlahu alayhi salatu wassalam, alikuwa anawaamsha watu wa nyumbani kwake, hali ya kwamba alikuwa na uwezo wa kuwaacha wakalala, alafu akawaombea dua na siku ya kiyama akawafanyia shafaa. Lakini alayhi salatu wassalam anatusomesha mimi na wewe tuweze kupambana na kuamrisha umma wetu, tuamrishe watu wa nyumbani kwetu na kuwaongoza ili kuweza kupambana katika masiku 10 haya biidhnillah jalla wa ala, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kututhibitisha na atukubalie matendo yetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Innamal a'malu bil khawatim, innamal a'malu bil khawatim, matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayakubali, matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayatizama ni yale matendo ya mwisho wa Islam. Waislamu kiti Ramadhani inaenda inaisha, ndio Waislamu wanaenda wanakuwa wavivu, ndio Waislamu inaenda inazorota, ndio Waislamu wanaenda wanajiachia, hali ya kwamba Waislamu tunasogelea siku ya zawadi, tunasogelea siku ambazo ni siku ambazo za muhimu ndani ya Ramadhani. Hizi siku 10 za mwisho wa Islam ni siku sasa za kuamka. Yule ambaye alikayechezea siku 20 za mwanzo, ulichezea, uliparanganya, ulijiachia, umejisahau, diriki wa Islam siku 10 za mwisho biidhnillah jalla wa ala. Pambana, uenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia matendo yako ya mwisho. Ama matendo ya mwisho haya ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anatizama, na ndio ambayo biidhnillah jalla wa ala yanakuwa na nguvu biidhnillah jalla wa ala. Jambo la tatu, ndugu zangu wa Kiislamu, shadda au jadda wa shadda mizara. Jambo la tatu, alikuwa anajitahidi. Jambo la tatu, katika 10 za mwisho alayhi salatu wassalam, alikuwa kana ya'tazilu nisaa, alikuwa anawatenga wake zake. Hadha yadullu ala anna النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في أواخر من رمضان. Hii dalili ya kuonesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anajitahidi katika 10 za mwisho na akiwatenga wake zake kwa minajili ya kujikurubisha kwa Allah. Ni dalili ya kuonesha kwamba alayhi salatu wassalam alikuwa anajifanya i'tikaf na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka kufa kwake. Hakuwahi kuacha i'tikaf, alifanya i'tikaf mpaka siku anakufa. Na ndio maana alikuwa anajitahidi, anawaacha, anawatenga wake zake, anakwenda kwenye i'tikaf, anajitahidi jadda wa shadda mizara. Alikuwa anajitahidi, alikuwa anafunga mkanda wake, anafunga kikoi, maana ni kinaya ya kujitahidi Waislamu. Na yule ambaye atakayejitahidi mbele yake Allah, kwa kujikurubisha mbele yake Allah, akajitahidi, akamuonesha Allah ya kwamba yuko katika jitihada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anamuwafikisha katika mambo ambayo ni kheri. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Na wale ambao watakaojitahidi ndani ya Uislamu wetu, watakaojitahidi katika kumtii Allah, wakajitahidi katika kujikurubisha mbele yake Allah. Waislamu, Mwenyezi Mungu hajaomba kwetu 100 kwa 100. 100 kwa 100 haiwezekani. 100 kwa 100 haiwezekani. Lakini Mtume wetu Muhammad anasema sabidu wa qaribu, mjitahidi, kuweni watu wa msimamo na mjitahidi na muoneshe Mwenyezi Mungu ya kwamba mnataka kuwa katika jitihada. Mungu anasema wale ambao watakaojitahidi kwa sisi ndani ya Uislamu, wakajitahidi, wakaonesha jitihada,
Mungu anasema la nahdiyannahum subulana, Mwenyezi Mungu atawaongoza katika njia yake. Baada ya kuona jitihada zake, Mwenyezi Mungu anakuwafikisha katika mambo ya kheri, anakuwafikisha baada ya kuona jitihada. Hapana mia kwa mia jitihada zake. Mungu anamalizia anasema wa inna Allaha lama'al muhsinin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wale ambao wenye kuyatenda mema. Allah yuko pamoja na wale ambao watakaojitahidi kwa kuyafanya mema, kujitahidi wa biqadri al-kaddi tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali ulubu al-kahfi bil-himam al-awali tarumu al-'izza thumma tanamu layla ضاع العمر في طلب المحال بقدر الكد تكتسب المعاد. Namna unapojitahidi katika ajira yako au katika dunia yako, unapojitahidi sana, huwa unafikia katika nafasi ambapo unapotaka wewe. Hata katika dunia yako ukitafuta mali, ukajitahidi, ukapambana, utafika katika yale malengo yako. Na katika ajira ni hivyo hivyo. Ukijitahidi, ukapambana, ukamcha Allah, ukazifanya ibada, ukazitoa sadaka ili ya kujikurubisha mbele yake Allah, Mwenyezi Mungu atakuwafikisha katika njia yake. Tarumu al-'izza thumma tanamu layla. Unataka matukufu, unataka utukuke, unataka makubwa, alafu unakuwa mtu wa kulala. Unataka mambo yake Allah, alafu unakuwa mtu wa kulala katika masiku 10 haya. Waislamu, haiwezekani. Tujitahidi billahi jalla wa ala katika maya ya usiku, tupambane, tujifanye kheri. Tena ni kheri ya tofauti, sadaka, sura Qur'ani, ya mulai, fanya ibada zote ambazo unajua wewe, jikurubishe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika usiku wa 10 billahi jalla wa ala. Wenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuwafikisha ukamdiriki usiku wa cheo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asituharamishie kudiriki usiku wa cheo ya rabbal alamin. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Alhamdulillah alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah ومن عصاه دخل النار. ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نقول سكر رحمنا أماني سبيلك ببورا ليس من كلمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يسمه سبحانه وتعالى كما يشارك kutukusanya ndani ya masjidi hii, atukusanye pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuzangu wa Kiislamu, alwaqtu huwa alhaya, wakati ndio uhai wa binadamu. Wakati wako ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku nao, kuzangu wa Kiislamu, afya hii pamoja na pumzi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaturuzuku nayo, huyo ndio uhai wa binadamu. Na mwenye akili, fala aqilu huwa alladhi ya'rifu qadra waqtihi wa sharafa zamani. Yule ambaye anayekuwa na akili, yule ambaye atakayejua namna gani atautumia uhai wake na muda wake biidhnillah jalla wa ala ili kujikurubisha mbele yake Allah. Njooni ndugu zangu wa Kiislamu, tusipoteze muda wetu katika masiku haya, tusipoteze fursa hii katika masiku haya. Huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikuandike na asikujalie miongoni mwa watu ambao watakaodiriki na madhara nyingine biidhnillah jalla wa ala. Njooni tujitahidi kadri na uwezo biidhnillah jalla wa ala, tujikurubishe mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huenda ndugu zangu wa Kiislamu, Ramadhani ijayo mimi sitakuwepo wala hautakuwepo, uwe muondoka hali ya kwamba umemwonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kheri katika uhai wako biidhnillah jalla wa ala. Tumo ndani yake masiku bora ndugu zangu wa Kiislamu, tumo ndani yake katika 10 bora ndani ya Uislamu wa Islam. Haya masiku bora ni masiku ambayo watu wema ambao walikuwa kutangulia waliyatumia kujikurubisha mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao walikausia mema na kujitahidi kuyafuata ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin innaka Hamidum Majid. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana min khayrin fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. اللهم بلغنا ليلة القدر
اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Na hii dua miongoni mwa dua ambazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ametuhusia nazo kuzisoma ndani ya siku hizi 10. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.